Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposema asante Iringa kwa kutuletea Clement Waridi Mzize. The 9 Sports. Anaitwa Clement Francis Waridi Mzize. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 2004 huko Iringa. Ana urefu wa mita 1.83 na anacheza eneo la mshambuliaji wa pembeni na kati. Anasimamiwa na management ya Vuma Sport Management. Baada ya ziara ya aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Young Africans Mshindo Nsora alipotembelea kwenye matawi ya Iringa ya klabu hiyo ya Young Africans huko Iringa, wana Iringa wakamwambia, tuna zawadi yako, tuna Ronaldo, tuna Messi wetu huku Iringa, tunaomba umchukue ukamweke kwenye klabu yako ya Young Africans. Tuna imani ataisaidia klabu yetu ya Young Africans kwa miaka ijayo. Kuna msemo wa wahenga unaodai zawadi ni zawadi, hata kama iwe ndogo unapaswa kuipokea zawadi. Mshindo Nsora akipokea zawadi hiyo kwa mikono miwili kutoka kwa wanailinga. Toka kuwasaidia fundi, kucheza mtaani, bodaboda, mpaka kwenye klabu kubwa Afrika Mashariki na barani Afrika, Young Africans, Clement Francis Waridi Mzize akapelekwa rasmi kwenye klabu ya watoto ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Young Africans. Akacheza mashindano ya ligi ya vijana na akafanikiwa kuwa mfungaji bora wa michuano hiyo. Msimu wa 2022 rasmi Clement Francis Waridi Mzize akapandishwa kwenye senior timu ya Young Africans chini ya kocha Nasr bin Nabi aliyeona uwezo wake. Na msimu wake wa kwanza, mechi yake ya kwanza tu kwenye ligi kuu, akapachika bao kwa kichwa kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar huko CCM Kilumba. Mchezo huo ulimalizika kwa ushindi wa bao moja kwa bila, bao pekee lililofungwa na Clement Francis Waridi Mzize. Nadhani wengi mnaikumbuka mechi hiyo. Msimu wa 2022 ulikuwa ni msimu wa mafanikio wa klabu ya Young Africans, kwani ilifanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Clement Francis Waridi Mzize akawa ni miongoni wa wachezaji waliovaa medali ya shirikisho barani Afrika. Akavaa pia medali ya NBC Premier League na medali ya Azam Federation Cup. Msimu wa 2023-24 akawa miongoni mwa wachezaji watakaowakilisha jeshi la kijani na njano chini ya kocha Miguel Gamond. Msimu wa 2023 haukuwa msimu mzuri kwa Clement Francis Waridi Mzize, kwani alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliopata nafasi nyingi za kupachika mabao nyavuni, lakini hakuzitumia vyema, kama kwenye mchezo wa robo finali wa CAF Champions League dhidi ya Mamelodi Sundowns hapa Tanzania na kule South Africa. Clement Francis Waridi Mzize alipata nafasi nyingi za kuweka mabao, lakini hakuzitumia vyema, na hii ilipelekea baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans kumtolea maneno machafu Clement Francis Waridi Mzize kwenye mitandao ya kijamii na kwenye baadhi ya media walipokuwa wakifanywa mahojiano. Hii haikumtoa mchezoni Clement Francis Waridi Mzize, kwani msimu huo akawa mfungaji bora wa michuano ya CRDB Federation Cup. Mpaka sasa msimu huu Clement Francis Waridi Mzize amefunga mabao 13 akiwa miongoni mwa wafungaji bora au wachezaji wanaowania kiatu cha mfungaji bora kwa msimu huu, akifunga mabao 13 akitanguliwa na Jean Charles wa Simba aliyefunga mabao 15. Na kwenye kampeni ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, Clement Francis Waridi Mzize amefunga mabao 2 kwenye michezo aliyocheza na akifanikiwa kwenye kikosi bora cha wiki cha CAF Champions League. Na nchi chini ya Rais Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa vilabu vyote barani Afrika wanaendelea kufaidi kipaji cha Clement Francis Waridi Mzize. Na kuna miongoni mwa tetesi zinazodai kuna vilabu vya hapa barani Afrika vinahitaji saini yake Clement Francis Waridi Mzize, ikiwemo Wydad Casablanca na Zamalek nchini Misri.